Wa misingi umeshakamilika kwa 89%. Upande wa supply kwa maana vifaa kutoka China tupo 89%. Changamoto ipo kidogo kwenye upande wa supply ambayo inahusiana na kwa upgrade mfumo wa TRA. Kwa hiyo vifaa vingine vimekuwa mabandarini, lakini kwa kushirikiana na TRA pamoja na Wizara ya Nishati tunaendelea na taratibu za kuhuisha examination certificate. Changamoto nyingine ni kwenye usafirishaji wa transformer, lakini nalo pia tunashirikiana na mamlaka ya bandari, TANROADS na Wizara ya Ujenzi ili kuhakikisha kwamba transformer hizi usafirishaji wake unaanza tarehe 15 ya mwezi huu. Na mazungumzo na nchi ya Malawi. Kwa hiyo ule mradi wa ambapo tunaenda kuunganisha na Malawi, Mheshimiwa Mwenyekiti, kiungo chake kitakuwa hapa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna miradi ambayo ipo katika mikakati ya Tanzania katika uzalishaji umeme. Tuna mradi wa Ruji na Lumakali. Mheshimiwa Mwenyekiti, ule mradi wa Lumakali pia utakapokamilika, ukianza utekelezaji wake na kukamilika, pia utaleta umeme katika kituo hiki cha Iganjo kwa ajili ya kuingiza kwenye gridi ya taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tutaenda kuzima yale majenereta yanayotumia dizeli pale Rukwa, na TANESCO, serikali kupitia TANESCO itaenda kuokoa fedha za Kitanzania karibani bilioni 1.5 ambazo zinatumika kwa mwezi kwa ajili ya mafuta. Kwa njia ya usafirishaji umeme tumeshafikia 92%. Wakati unakuja kutoka Makambako kuja hapa ulikuwa unaona tayari kazi kubwa imefanyika upande wa kushoto, ambapo yale machuma towers tayari zimeshatengenezwa. Hiki ni kipande cha kutoka Iringa kuja hapa Iganjo Mbeya. Lakini Mheshimiwa Waziri, pia upande wa vituo hivi vitano karibuni vyote viko katika vimefikia 100% sawa, na ndio maana amezungumza kwamba kwa ujumla wake ni 60% kwa vituo vyote hivi vitano, ambavyo kituo hiki unachokiona ni sawa sawa na ukienda pale Ikangamo. Mkoa wetu wa Mbeya una vijiji 533. Hivi ninavyozungumza na wewe umeme umefika kwenye vijiji vyote kwa 100%. Mkoa wetu wa Mbeya una vitongoji 2951. Ninavyozungumza na wewe hapa vitongoji zaidi ya 1880 umeme umeshafika sawa na 63.71. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Lakini mwisho, kupitia mradi wa vitongoji awamu ya pili, vitongoji zaidi ya 316 vinaenda kunufaika na huu mradi wa awamu ya pili. Mradi huu ni mradi muhimu sana na thamani nzima ya mradi huu ni karibia trilioni 2 ya Kitanzania, na inayoendelea hapa inaridhisha. Kuna changamoto ambazo changamoto tutazitatua kwa haraka ili kuhakikisha kwamba umeme unapatikana wa uhakika. Faida ya mradi huu si tu kwa ajili ya kuipeleka Rukwa kwenye gridi ya taifa. Hapana, mradi huu unatoa sasa laini ya KV 400 kuweza kupita katika mikoa hapa Mbeya, lakini utafika mkoa wa Songwe na kuelekea huko Rukwa, na utaongeza nguvu ya upatikanaji wa umeme kwa sababu kwa sasa mkoa wa Mbeya unapata line ya 220 kV, lakini hii itakuwa ni 400, na kote kwenye vituo ambavyo hivi vitajengwa kupitia mradi huu, vituo hivi vitano, wananchi wa maeneo yale watanufaika na mradi huu, kwa sababu umeme ule utapoozwa mpaka 220 na baadaye utashushwa tena mpaka 33 na kusambazwa kwa wananchi. Kwa hiyo tunaongeza nguvu ya upatikanaji wa umeme kwa Watanzania, na muda si mrefu mkoa wa Rukwa nao watafikiwa kuwa na umeme wa gridi ya taifa, kwa sababu ni mkoa muhimu wa uzalishaji, upo katika big 5 ya mikoa yetu Tanzania ya uzalishaji mkubwa wa chakula. Kwa hiyo kilimo kinahitaji pia nishati ya umeme, viwanda vya kuchakata mazao hayo vinahitaji nishati ya umeme ya uhakika. Kwa hiyo ndio maana jitihada kubwa ya serikali inafanyika katika kuhakikisha kwamba tunafikisha umeme huo, lakini hapa pia ndipo tutakuja kupokelea umeme wa Rumakali.
Rumakali ambao ni megawati kama 222 ambazo zitazalishwa katika mradi wa Rumakali. Lakini vile vile Kisada pale Iringa ni eneo ambao pia umeme wa Ruhuji wa megawati kama 358 utapokelewa pale. Kwa mnavyoona kwamba gridi yetu ya taifa inaenda kuimarika kwa kuongeza megawati nyingi zaidi za umeme, hivyo kuhakikisha kwamba taifa letu lina umeme wa uhakika. Na baadaye hapa itatoka laini ya kwenda Malawi, baadaye pia pale Nkangamo itatoka laini kwa ajili ya kuwapelekea wenzetu wa Zambia. Kwa hiyo kwa ujumla wake kazi hapa inakwenda vizuri sana. Niwapongeze shirika la umeme TANESCO kwa kazi ya usimamizi mzuri. Wananchi wa Mbeya, wananchi wa Uyole watapata umeme wa uhakika. Lakini pia sio tu wananchi hawa, tunafahamu wilaya ya Chunya ni wilaya ambayo inazalisha madini kwa wingi. Kuna uchimbaji unaoendelea mdogo na mkubwa. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba sasa hivi wanapata line ya 33 kV. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba kutoka kituo hiki tutapeleka line ya 220 ili pia migodi ile iweze kupata umeme wa uhakika, ili uzalishaji uweze kuongezeka na pato la taifa kuongezeka vile vile. Kwa hiyo ni mradi mkubwa sana na mradi muhimu sana kwa Watanzania. Sasa kwa utaratibu huu, maana yake sasa umeme umeshafika vijijini mpaka kwenye vitongoji, tunaweka vijana wetu wataweza kujiajiri kule kwa kufungua viwanda vidogo vya kuchakata mazao na mwisho wa siku kuongeza thamani na kujiongezea ajira. Kwa hiyo tunakupongeza, ni wa kwenu, lakini wana Mbeya mradi huu ni wa kwetu, wa Tanzania mradi huu ni wa kwetu. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.